الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Muhadhara wetu huu wa leo, kama ambavyo imamu alivyotoa maelekezo, ni muhadhara unaozungumzia safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas kule Jerusalem, Palestina. Yangu itakuwa ni hiyo sasa, kutoka pale kwenda huko na kukabidhiwa sala, atakuja msemaji mwingine. Safari yenyewe jina lake inaitwa Isra. Kwa lugha za watu wa pwani ilitokea mwezi wa mfungo 10. Katika lugha ya Kiarabu mwezi wa Rajabu. Safari ambayo imepata bahati mbaya sana, kama ambavyo mwenziwe pacha wake amepata bahati nzuri. Safari ziko mbili ndani ya mfungo 10 mwezi wa Rajab, al-Isra wal Mi'raj. Mara nyingi Waislamu wakipata watoto mfungo 10 wanamuita Mi'raj, hayupo anaitwa Isra. Wakati hizi ni safari mbili, kama ambavyo amepata bahati mbaya Mtume Lutu ya kupata jina. Waislamu wanapata watoto watamuita Musa, Isa, Yahya, Yunus, majina yote ya mitume mpaka tunafika kwa Mtume Muhammad. Lakini wachache kusikia, hasa ukanda wetu huu, kusikia mtu kapata mtoto anamuita Luthi. Jina limepata bahati mbaya. Isra ni nini? Isra ni msafara uliokuwa wa spidi ya ajabu kutoka Maka mpaka Palestina, pale msikitini Baitul Maqdis. Ni msafara wa ajabu, unaweza ukaongezea ni msafara wa usiku. Msafara wa usiku uliokuwa na kasi ya ajabu kutoka msikiti wa Maka mpaka msikiti wa Palestina Baitul Maqdis. Kwa tafsiri nyepesi, ni msafara ulioanza msikitini na ukamalizikia msikitini. Ulianza msikiti wa Maka Baitul Maqdis, ukaishia msikiti wa Palestina kule Baitul Maqdis. Kwa wakati ule, kwa nini tumeutaja kuwa ni wa ajabu? Usafiri kipindi kile uliokuwa watumika ni farasi, punda ama ngamia. Watu walikuwa wakisafiri kwa kutumia usafiri mmoja kati ya hiyo, punda, farasi ama ngamia. Na watu waliokuwa wakitumia wanyama hao, spidi waliokuwa wanaitumia kutoka Maka mpaka kufika pale, kwenda peke yake ni mwezi mzima, ni kati ya siku 25 mpaka siku 31. Mwenye mnyama mwepesi mwenye kasi atatembea kwa muda huo kati ya siku 25 ndio anafika mpaka siku 31.
hawezi mtu kutoka Maka kufika pale chini ya siku hizo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyatembea masafa hayo ya mwezi mzima kwa siku, kwa masaa katika usiku. Alinyanyua safari usiku, akafika usiku, akaunganisha safari nyingine ambayo mtaisikia kesho, akarudi safari hiyo na akarudi tena usiku ule ule, kafika watu wakiwa vitandani wanakoroma. Kwa spidi hiyo na kwa kasi hiyo, ndiyo maana ikaitwa safari ya kasi ya ajabu kabisa. Aya inayotutangazia safari hii, aya hii inapatikana katika surati Bani Israil. Subhana alladhi asra bi'abdihi layla min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Kwa wale manguli walimu zetu wa tafsiri wanatufundisha kuwa kila unapoliona neno subhana ndani ya Qur'ani, elewa kinachokuja mbele ni kitu kizito au si cha kawaida katika akili ya mwanadamu, ndio inafunguliwa neno subhana. Kwa hiyo Allah kuyafungua maelezo ya safari hii kwa kuanza neno subhana, kwanza anataka akuthibitishie wewe utakayeisoma aya hii ukayaona yaliyotajwa ndani, au atakayesikia aya hii inatafsiriwa yakatajwa yaliyo ndani, kwanza unaandaliwa kusikiliza kitu ambacho si cha kawaida katika akili ya mwanadamu. Kwa nini? Tulieleza wanaotoka Maka kwenda Baitul Maqdisi kwa kutumia usafiri wa wakati ule ilikuwa kwenda siku 25 mpaka 31 na kugeuza kurudi pia siku 25 mpaka 31. Maana yake kwa uchache ni miezi miwili. Kama huna la kufanya, umekwenda umetua mzigo, safari umegeuza, ni safari ya miezi miwili. Kwa nini aseme subhana Allah? Kuonesha nguvu zake, utakasifu wake, uwezo wake uliozidia zaidi ya akili ya mwanadamu, yani ni zaidi ya uwezo wako wa kufikiri. Anachokwenda kukitaja, utakasifu ni wa Mola ambaye asra bi'abdihi, aliyempeleka usiku kwa spidi ya ajabu mja wake. Lailan, ikaja tena neno laila kwa sababu al-Isra ni safari ya usiku. Kwa nini ije lailan tena? Subhana alladhi asra. Kwa nini tena mbele alilete tena neno lailan? Wataalamu wanasema hii ni liifadati tab'idh, kwa masaa machache katika usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam safari yake hakupelekwa usiku wote, bali machache katika masaa ya usiku. Wakati wa nyuma tunachukua akili ya kawaida, tulikuwa tunatoka Dar es Salaam kwa MV Maendeleo ama MV Mapinduzi tunakwenda Zanzibar, tulikuwa tunatumia masaa mengi. Lakini ukitumia ndege kati ya dakika 24 mpaka dakika 30 umefika, na zipo ndege zingine inatumia dakika 17 mpaka 19. Ukiyachukua yale masaa, akili ya kawaida haikubali. Lakini achana na hilo, wale wanaokwenda Mwanza
wayatazame masaa yale wanayoyatumia kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. For how long anatumia masaa yale mpaka anafika wapi? Mwanza. Ni zaidi ya masaa 18, masaa 18. Lakini ukitumia ndege zile kubwa Boeing zinatumia saa 1 na dakika 10 mpaka saa 1 na dakika 14. Saa 1. Aliyepanda gari Dar es Salaam kutoka Mbagala, watu wa Pwani, anakwenda Mkuranga hajafika, huyu aliyekwenda Mwanza kashatua. Zile ndege za kawaida zinatumia saa 1:30 mpaka saa 1 na dakika 40. Bahati nzuri nimejaribu hilo kwa ndege ndogo hizi na ndege kubwa, kina Fast Jet, kina Air Tanzania, nimeona kumbe inawezekana hilo. Kama mwanadamu anaweza kutengeneza usafiri akashusha kutoka masaa 20-19 mpaka kwa saa 1:15, Mungu muweza wa kila kitu aliyojisifu katika surati al-Mulki, wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye Allah kwa kila kitu aweza kufanya anavyotaka. Tukienda katika surati al-Buruji kajisifu fa'alun lima yurid, ni bingwa wa kufanya vile atakavyo yeye. Na ukitaka kuamini Mungu anaweza, mtu mweusi kama Muharram akapata mtoto mweupe, mtu mfupi akapata mtoto mrefu, mtu mrefu akapata mtoto mfupi, mtu mwembamba akapata mtoto mnene, na mtu mnene akapata mtoto mwembamba. Hii yote ni uweza wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akasema subhana, amempeleka mwanadamu katika masafa hayo, sehemu tu lailan. Usomaji wa grama unajua ni tanwinu tab'id, sehemu ndogo katika usiku, yani maana yake hata robo ya usiku haikuisha, ni sehemu ndogo sana. Kwa nini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipelekwa? Akaalil mwenyewe, akataja sababu, linuriyaho min ayatina, lengo tumuoneshe sehemu ya aya, miujiza na uwezo wetu. Mungu ametaka amuoneshe Bwana Mtume Muhammad, na moja katika miujiza hiyo ni safari yenyewe moja, aina ya chombo cha usafiri 2, yaliyojiri ndani ya safari 3. Safari ni ya ajabu, usiku, masafa ya mwezi kwenda yakatumika hata masaa 2 ya kufika, kafika. Unadhani ni kwa nini? Ni muujiza wa pili, aina ya chombo cha alichokitumia katika safari. Mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitaja chombo gani alichokitumia. Alimtumia mnyama kaletwa, anaitwa al-Buraq kutoka peponi. Masahaba walipotaka kumjua mnyama huyo, Mtume alitaja maajabu zaidi ya 3 ya huyo mnyama. Akataja sifa, tawilu fauqa alhimar, mnyama mwenyewe ni mrefu aliyemzidia punda, ni zaidi ya punda kwa urefu. Lakini waduna albaghli, mfupi yuko chini ya nyumbu. Anaendelea kumtaja, ni mnyama, lakini kwa sababu safari ni ya maajabu, lazima na usafiri nao uwe wa maajabu. Huyu ni mnyama, lakini lahu janahani. Mtume anamtaja katika hadithi, yeye mwenyewe anasimulia,
Ajabu ya kiumbe niliyemtumia ni mnyama, lakini mnyama ana mbawa mbili. Ajabu, mbawa ni za ndege, lakini leo mnyama anakuwa na mbawa, kuonesha safari si ya kawaida. Maajabu ya kwanza ni mnyama, lakini ana nini? Mbawa. Maajabu ya pili, yadau hafirahu inda muntaha tarfi. Waga ninawaambia watu, hata hii mambo ya mipira, refari angekuwa burako hakuna wafunga penati. Angalia miguu 12, lakini mnyama huyu naambiwa anaweka mguu wake hatua moja pale linapoishia kuona jicho, ndio hatua moja. Mfumo wa kutembea huyu mnyama, anakimbia kwa miguu, lakini kwanza anakwenda angani kama unavyoona ndege. Anakwenda angani kabisa, ile pap, for few seconds yuko kule, kwa visekunde vichache yupo kule, alafu ndio anapiga safari. Anakwendaje? Unyayo wake wa kwanza, hatua ya kwanza anakanyaga pale linapoishia kuona jicho. Kama mbele hakuna kitu, achana na mnyama huyu kuwa yuko angani. Wewe kama uko mbele hakuna kitu, huwezi kufikia kuona Kariakoo, alafu unasema mguu wako wa kwanza Kariakoo, twende huku. Ukiona mbele pap, hatua yako ya kwanza Kimara, hatua ya pili Kibaha, hatua ya tatu Chalinze, hatua ya 4 upo Morogoro. Ndani ya Morogoro utakwenda kwa dakika ngapi? 3. Ungekuwa una pawa hiyo. Kwa hiyo kwanza ondoa shaka kwamba inawezekanaje safari ya mwezi mzima eti huyu aende kwa visaa vichache. Mfumo wa usafiri, mnyama ana mbawa. Ajabu nyingine, kwa too yake anakanyaga linapoishia kuona nini? Jicho. Ajabu ya 4, zile mbawa, kwa kawaida ya ndege mbawa ukaa wapi? Mbavuni, sio? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mnyama huyu mbawa haziko katika mbavu, mbawa zipo kwenye mapaja. Lahu janahani fi fakhidhaihi, ana mbawa 2, mbawa zenyewe zipo katika mapaja. Ajabu kabisa, mnyama alafu ana mbawa, mbawa zenyewe zipo kwenye mapaja. Anakwenda angani ile pap, akitupa jicho, hatua ya kwanza Kimanzichana, hatua ya pili Kibiti, hatua ya 3 Somanga, hatua ya 4 kwa watani zangu ashabu gesi wa Makonde. Ndani ya dakika 4 yupo kusini. Kipande cha kwanza. Kipande cha pili, ukitazama falsafa yake ni falsafa ya maqasidu sharia. Jenzi, sikilizeni vizuri. Katika sharia kuna kitu tunakiita maqasidu sharia al-5. Ni 5 goals for Islamic religion. Uislamu hauendi tu. Uislamu una malengo, na malengo yake makuu ni 5 ya Uislamu. Ukiwa kama Muislamu, tuliza kichwa chako. Tunasoma Isra, siendi kwenye Miraji. Uislamu una malengo. Dini hii imekuja, ina kazi maalumu, na kazi zake kuu ni ngapi? 5. Kazi ya kwanza, hifdhu dini. Kila anaitwa Muislamu anatakiwa apambane kulinda dini na heshima yake. Heshima ya dini ilindwe, yaani wewe na dini, namba 1 iwe nini? Dini. Dini lazima ilindwe.
Nafsi yako ipoje kwenye dini? Akili yako ipoje kwenye dini? Ukijiita Muislamu tu ujue una mambo matano uyafuatilie katika maisha yako. Na jambo la kwanza ni nini? Hifdhu dini, ni kuilinda na kuitunza dini. Lengo la pili, hifdhu nafsi, tukiwa tunaitunza dini. Namba mbili, kumlinda mwanadamu mwenyewe, ambako ndo tunakwenda katika Isra. Hapo kwenye nukta hiyo ndo tutarudi katika Isra, kisa ambacho tupo nacho. Lengo la pili ni kumlinda Uislamu unamtaka kila Muislamu ahakikishe mwanadamu mwenzake anakuwa katika amani na salama. Kwa nini? Hifdhu dini min daruriyati lislam, kuilinda dini ni katika vitu vya lazima katika Uislamu. Moja. Mbili, hifdhu nafsi min daruriyati lislam, kumlinda mwanadamu ni katika vitu vya lazima katika Uislamu. Mwanadamu walindwe, sawa yupo hai ama amekufa, mwanadamu afanywe nini? Alindwe. Na ndio maana katika sharia, mwanamama mjamzito mwenye mimba pevu akifariki, tunatakiwa vipimo vya kidaktari vituambie yeye kashakufa aliye tumboni. Madaktari wakituthibitishia kwa uhakika wa vipimo aliye tumboni kafa, hatuna sababu ya kumpasua. Tunampasua, tunagombolea nini? Alindwe mwanadamu, tunakwenda kumzika hivyo hivyo na mimba yake, hata kama mimba ilifikia miezi 11. Lakini kwa sababu kashakufa aliye tumboni, kwa nini tumpasue? Tunanusurisha nini? Lakini ikitokea aliye tumboni wanatuambia madaktari yupo hai, tunarudi katika nukta hii, hifdhu nafsi, tunamlinda aliyekuwa hai, tunampasua ili tumtoe huyu akazikwe, huyu apate kuishi. Tunampasua kwa sababu ya kunusuru uhai wake. Kama kashakufa huyu mama yake, tunampasua kwa lengo lipi? Mwanadamu alindwe. Harakati za kibiashara, harakati za kidini, harakati za kisiasa, iwe itakavyokuwa, baada namba moja dini, kitu cha pili tuhakikishe tunatazama usalama wa nani? Mwanadamu. Harakati zako za kisiasa kama hazizingatii usalama wa mwanadamu, tuna mashaka na dini yako. Kwa uzito wa mwanadamu, kwa uzito wa mwanadamu, even katika traffic, kwa madereva wanajua, ikiwa waendesha gari, ndani ya gari una watu 3 4, lakini anatokea mtu mmoja hapa mbele, mlevi anayumba, ima umkwepe mlevi uitie mtaroni gari mlio ndani watu 4 5 mufe, au umgonge yule mmoja kunusuru wengi. Trafiki wanakwambia gonga yule nusuru wengi, na sheria ya dini ndio hivyo hivyo, kwa kuwalinda wanadamu. Kwa kuwa hawa wengi, yule mmoja nusuru hawa, poteza yule. Innal maslahata al-amma tuqaddamu ala al-maslahati al-khassa, katika kanuni ya sheria maslahi ya wengi yapewe kipaumbele kulikoni maslahi ya watu wachache. Sasa sijayamaliza yale matano, na hofia sio mada yangu, nisije nikala dakika huko. Nipo katika kipengele ninachokikusudia, kumlinda mwanadamu. Natamani nimpate mtu mmoja, dereva wa bodaboda, tupo kwenye Isra, usisahau safari ya Bwana. Nimpate dereva wa bodaboda ambaye anatembea highway, wakati huo huo upepo unavuma kwa spidi ya bodaboda. Kama hakuwa na kitu, kuna hatari dereva wetu huyu aje kupata kifua kikuu kwa sababu ya upepo mkali. Hiyo ni msafara wa chini. Na wataalamu wa anga wanajua ili uende juu zaidi lazima kuna vifaa maalumu uvae kwa ajili ya kucontrol
hali ya hewa ya kule, vinginevyo ukitaka kufanya hivi unarudi chini, na ndio maana hata jiwe ukirusha pap, jiwe linarudi chini. Lakini kawaida ya anga kipande hiki, kadiri unavozidi kwenda juu, hali ya hewa ndio inazidi kubadilika. Kwa sababu hiyo basi, tukirudi katika nukta ya pili katika zile nukta 5 za sheria kumlinda mwanadamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari hii, malaika waliokwenda, Mtume anasema walikuwa ni watatu, Jibril na Mikail. Akasema Bwana Mtume, wa maahuma malakun akhar, wanawachuoni wamemkadiria kuwa ni Israfil. Kulikuwa na malaika wengine watatu kati ya hawa wawili, ambaye atajwa kuwa ni Israfil. Walimchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampeleka usawa wa kisima cha maji ya Zamzam, ambacho leo kimekuwa kama Dawasko. Ni eneo sasa la kusupply maji kutoka Maka. Maji ya Zamzamu yamefika kwa mabomba mpaka Madina. Zamani haikuwa hivyo, kisima kinabaki kuwa nini? Kisima. Walimpeleka pale kisima kama pale, akalazwa hapa. Mtume akafanyiwa operation, sio kwa kisu cha ukindu na wala sio kwa kisu cha dokta wa Muhimbili. Walitumwa na mwenyewe Rabbul Izzati wal Jalal, wakamfanyia operation ya kimungu. Akasafishwa Mtume, anaandaliwa kwa ajili ya safari ya wapi? Ya anga. Ukienda kama ulivyo ufiki na utakufa. Anaandaliwa kana kwamba sasa ndio anavalishwa mitungi ya gesi kukabiliana na hali ya hewa ya wapi? Ya juu zaidi. Safari ya ajabu, usisahau. Alisafishwa Bwana Mtume Muhammad, vikatolewa takataka, akaandaliwa, kisha ulisafishwa moyo wake. Kwa riwaya, Jibrilu alimtuma Mikail alete jagi 3 ya maji ya Zamzam kuusafisha moyo wa Mtume, kuweka sawa sawa. Anakwenda kwenye hali ya hewa sio ya kawaida. B, anakwenda kukutana na Mola wake Jalla Subhana. Kwa lengo hilo panahitaji maandalizi. Fikiria hata wewe, nadhani hapa leo umekuja msikitini kwa sababu umekuja kumsikiliza Mziwanda, lakini naamini ukiitwa wewe leo anakuita mkuu wa mkoa, utatafuta nguo mzuri. Unaamini hii nikienda nakwenda kwa heshima. Huwezi kwenda na mjezi wako wa Simba huo wala mjezi wa Yanga, utatafuta nguo na ukifanya maskhara, kama taarifa unayo mapema, siku 3 kabla hizo nguo zitakuwa zishanyoshwa. Asisogee mtoto hapo wakati ya vumbi. Kwa nini? Nenda kukutana na mkuu wa mkoa. Sikwambii tena ukiitwa na rais ndio na hasa kama ndio na message kakutumia na kuhitaji kesho Mziwanda, hiyo message ukifanya maskhara ufuti miaka 6. Usinichukulie poa. Unaona rais mwenyewe katutumia message, unaona fahari. Sasa kama message watu wanatanua, katumiwa message tu na mufti. Sikwambii rais, mufti. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safari yake anakwenda kukutana na Mola wake Jalla Subhana. Maandalizi yalikuwa si ya kitoto. Aliandaliwa, alisafishwa, kisha riwaya inasema ile ngazi Mikaili walipoiweka, Mtume anataka kupanda, Buraku kidogo akawaelewi, huyu anataka kupanda, huyu nani? Riwaya yasema Jibrilu alimshika katika eneo la hapa, akaongea na Buraku, akamwambia fa wallahi ma rakibaka khalqun akramu ala Allahi min hadha, hajawaipo kukupanda wewe kiumbe yoyote aliyemtukufu zaidi kumzidi huyu wa leo. Leo umepata zali. Buraku akatulia, Mtume akapandishwa, safari inaanza. Malaika kulia, escort
kama ya rais, malaika kulia, malaika kushoto, malaika mbele. Mtume na buraku wanakwenda kwa spidi ya ajabu, wanatoka Maka wanakwenda Palestina. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa. Msafara haukuwa wa kawaida. Wazee wetu hawa, mzee kama yule na wazee wenzake wengine, zamani kila kitu ukiwauliza wanayo tarehe. Mtume kazaliwa mwezi gani? Wazee kama hao watakuwa, hata kama hajakwenda madrasa atakwambia kazaliwa mwezi kadhaa, tarehe kadhaa. Miraji ilitokea mwezi gani? Wazee watakwambia mwezi kadhaa, tarehe kadhaa. Kila kitu wazee wanakwambia. Ndivyo walivyolelewa hivyo anadhaka. Sikwambii leo watoto umri huu, bali umri wetu unaweza kumkuta Muislamu anajinasibu ni Muislamu, hata mwezi wa safari ambayo swala ililetwa haujui swala ililetwa ndani ya mwezi gani. Waislamu wale wengi hawajui, na hata wakiambiwa kuna kisa cha kuja kusimulia hayo, Muislamu ana mpango, yuko bize. Kule katika Ijumaa Mungu alimwambia Bwana Mtume Muhammad, alimpa agizo, kawaambie hao wafuasi wako akina Mziwanda, akina Imamu Pembe, kawaambie na watu wao wajue, qul ma inda Allahi khairun min allahwi wa min at-tijara. Neema, raha, furaha zinazowasubiri mbele ya Allah ni bora, ni tamu kulikoni hayo mambo yenu ya biashara, wala kulikoni mambo yenu ya michezo ambayo mnachanganyikiwa nayo. Hapa watu wamepungua, mashallah tuko wengi, lakini naamini tungesema leo anakuja kutusalimia hapa msikitini Mpanzu, Pakome, pangekuwa tika tika. Anakuja Pakome msikitini, watu tika tika. Huko kungine mbali, tuseme tu huyu bwana mdogo Diamond, mpaka wazee asingevaa msuli mtupu, ndani angeweka pensi ya jinzi isije kadondoka. Hata kuja kumwona nani? Diamond. Lakini leo tunakuja kusoma moja ya historia ya mwalimu wetu, kiongozi wetu, muombezi wetu siku ya Kiyama, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu katoa salamu ya pili, mguu wa pili unanyanyuka, anawahi kwenye biashara. Qul ma inda Allahi khairun min allahwi wa min at-tijara. Unashindwa kusitisha biashara kwa muda fulani umsome mtume wako ama Uislamu wako. Hii ni dalili Uislamu wetu uko chini sana. Amin nawai nakaa Mbagara, unakaa Mbagara hivi, ingekuwa saa hizi inakuja Real Madrid hapa, si ungekuwa tayari hata kurudi asubuhi? Nyinyi watu wenye umri unaofanana na mimi na walio chini yangu kidogo na walio nizidi, mnakumbuka miaka fulani 10, 15, 20 nyuma, kuna mmoja katika wapiganaji wa huko Ulaya huko alipigana sijui karibu na alfajiri, watu walikesha, au mmesahau? Watu walikesha, alafu Mungu akawaonesha, akawashikisha adabu. Watu hawakulala mpaka sijui kwa saa 8, 9, sijui 10, alafu ile ngumi watu walipigana kwa dakika hizo, ngumi imeisha, kashapigika mtu. Watu wanaongea mpaka hatari sana, yule jamaa anapiga, alikuwa mwana gani yule? Tyson na mwana mwingine, mwana gani sijui yule. Watu wamekesha. Lakini ushahidi wa pili, ile kuona kwamba Simba na Yanga wanacheza kesho, basi kuanzia saa 1 watu wapo uwanja Taifa, asubuhi wanafika kwao 5 ya usiku. Tulivyokuwa mazezeta. Ndio maana unakuta kwamba dunia imetushika mpaka mtu anaweka bondi mkewe, hamtufungi, hamtufungi, mkitufunga chukua mke wangu. Unacheza wewe?
unawawekea dhamana wanadamu wakiamua kuuza. Au siku hiyo wameamka wote wanaumwa, huyu ana malaria, ana typhoid, huyu ana nini, mwingine anaalisha, hawezi kukimbia pale na wasiwasi vingine vitadondoka, wanakula tu 4, 5, 6. Wewe ushaweka bondi mkeo. Hivi wewe mzima? Huwezi kuweka bondi. Anayejitambua hawezi kuweka bondi mkewe. Shehe, mke kitu hatari shehe. Hao mashehe na ushehe wao, usichezee kwenye mke. Aya zote zitasaulika ukichezea kwenye mke. Na muungwana starehe yake bwana we. Muungwana sasa starehe yake. Unachezaje kwenye starehe ya muungwana? Vijana wanasema kama mbwai na iwe mbwai. Safari hii ndugu zangu katika imani, mengine mtayapata kesho inshallah, ilitokea katika mwezi kama huu wa mfungo 10 kwa jina la Kiarabu Rajabu. Mwezi wa mfungo 10 kwa jina la Kiarabu nini? Rajabu. Lazima uijue historia. Mwezi huu ndio imepatikaniwa ibada ya swala 5 ndani ya mwezi kama huu. Kupitia safari hii ndio zikapatikana swala 5 ambazo kesho mtasimuliwa asili yake. Tulipewa kwa siku tuswali swala 50. Alafu wewe unamchukia mtume, humshangilii, humsifu, humswali. Shekhe, hii mtume kaombaomba, hii zilikuwa swala 50. Leo zimebaki ngapi? 5. Hizi 5 zenyewe nanga inapaa 5. Lakini zilikuwa swala 50, si ilikuwaje? Watakuuza ndimu hamna. Dakika 5 Allahu akbar, Allahu akbar. Unakuja ukimaliza ukienda kukaa dakika Allahu akbar, Allahu akbar. Mpaka zinatimia siku moja swala ngapi? 50. Kesho mtakuja kusimuliwa. Mtume kila akipanda akirudi anakutana na Musa. Vipi? Nimepewa swala 50. Wewe na hivyo angalia ngoma hii. Nabii Musa akitazamwa yule kule futi 22. Mtu mpana namna kama mimi tunaingia 9. Anaambiwa si tulipewa swala 2 tu kwa siku na hatukuweza. Umma wa Nabii Musa ilikuwa rak'atani bilghadati wa rak'atani bilashia. Asubuhi raka 2 na jioni 2, na walishindwa swala 2. Nyie 50 rudi kaombe kwa Mungu punguzo la bei. Zikapunguzwa 5 mpaka zikabakia 5. Hamuwezi nyie watu kilo 7. Wakati wa Nabii Musa mtu anafika kilo 750. Nyinyi mtaweza swala 50? Kamwambie Mungu 5 pia hatuwezi. Yani kana kwamba Nabii Musa alikuwa anataka sisi kwa siku tuswali swala hiyo. Lakini kawaida ya mwanadamu, ahabbu shay'in ala nasi fi'lu ma munia. Kinachomfurahisha sana mwanadamu kufanya alichokatazwa. Mungu angesema marufuku kuswali, basi watu wangekuwa na swali kweli kweli. Lakini Mungu aliposema swalini ndio tunagoma. Mungu akasema jamani zidini sana, mfanye zina kweli kweli, watu wote wangekataa, wangeuchuna. Lakini Mungu kakataza, tazama watu wanavyochemka na zina. Nilisema mahala pamoja, Mungu angefanya sisi wanamume viungo vyetu hivi vingekuwa kama sabuni, kuna watu zishaisha. Sabuni za vipande si zina tabia ukifulia inakuisha Basi namna watu wanavyotumia vibaya, ingekuwa saizi wengine washamaliza, baki kaa kipele, mwingine kama kitovu, mwingine na waonia gele wenzie, wewe bado unayo, mimi imeisha siku nyingi. Kwa namna wanavyotumia vibaya, unamkuta kijana na miaka 42 anakuambia kashatembea na wanawake 320. Lakini Mungu kwa ufundi na mapenzi yake aishi bwana. Kwa nini? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Safari hii kama tulivyoieleza na kurudisha buraku ni mnyama, lakini mnyama mwenyewe cha ajabu ana mbawa. Lakini pia mbawa zenyewe haziko mbavuni, ziko wapi? Mapajani. Mfumo wake wa safari, anakwenda angani juu, ananyanyua kichwa, jicho lake linapoishia kukoma ndio anakanyaga hatua ya kwanza. Kama ndio penati ingekuwa miguu 12 hapa na Marekani. Yadau hafirahu inda muntaha
tarfi, anakanyaga unyayo wake pale linapoishia kuona jicho lake. Walikwenda, riwaya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, tukafika eneo dhata nakhlin, lina mitende kweli kweli. Walipofika hapo, buraku alishushwa kwa amri ya Jibrilu, akaambiwa Mtume, enzil fasalli, teremka piga rakaa 2 za sunna. Somo jipya. Alipomaliza wakaanza safari. Mwalimu, kwa maana Jibrilu, anamuuliza mwanafunzi, haya, unajua uliposwali panaitwaje? Somo la kwanza, adabu ya mwanafunzi kwa mwalimu aliionyesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanafunzi wa siku hizi, yani mwalimu hataja meza mate hajatua kwenye kituo washanyosha vidole wanafunzi 9. Lakini Jibrilu, Mtume hakumuuliza. Jibrilu yeye ndo kamuuliza Mtume, unajua wapi uliposali? Kwa sababu yeye anachukua elimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza kuuliza kwa kupitiliza. Katika jumla ya mambo yaliyowatia katika majanga na kuangamia watu waliopita, moja katika sababu kuuliza. Mambo hayo wanafanya watoto. Akiuliza, baba hii nini? Anambia ndevu hiyo. Ndevu? Mbona mimi sina? Huyo mtoto. Lakini mtu mzima unatakiwa uwe mtulivu mpaka ifike wakati uambiwe sasa ni muda wa kufanyaje, wa kuuliza. Sikwambii tena Waislamu wa leo aoni tabu kumwambia imamu wao, oya, unatuzingua shehe, shuka huko. Wenyewe wanaona ndio dini. Wewe unafikiri Mtume ingekuwa na masahaba mafedhuli kiasi hicho kumwambia Mtume unatuzingua, Uislamu ungefika huko? Walikuwa na nidhamu. Waumini wa siku hizi wanataka wawaendeshe mashehe. Waumini wote wa siku hizi sifa zao, shehe imamu anaendeshwa. Inafika Ijumaa asubuhi, shehe, alo, salamu alaykum. Salam. Shehe, niambie leo una hotuba gani? Leo nataka kuzungumzia umuhimu wa kuheshimu wazazi. Achana na hiyo. Unataka hotuba nyingine nini? Zungumzia kitu fulani wanachokitaka wao, na wewe tena unaogopa kufukuzwa msikitini. Haya, nimekuelewa mwenyekiti. Nyima shehe, haiwezekani. We mwenyekiti kaa kwenye kiti. Habari ya ushehe niachie mimi. A'til qausa bariha. Tukienda kuwinda polini, upinde na mshare mpe mtaalamu mwenye shabaha. Hatukupi wewe kwa sababu unaswalisha huko, hatuji kuswalisha, unatafuta kitoweo. Shehe kaa huko, tia Fatiha, anapewa mtaalamu wa shabaha. Na tukija msikitini kwenye kuswali tunamwachia imamu. We mwenyekiti, we mshika hela, we kazi yako kushika hela, habari ya swala ikuhusu. Ndio wale ninasema anakaa kule na tumbo lake namna ikalala, kwa sababu yeye ndio mweka hazina, hela anatoa yeye. Imam swala, ebo, mbona mimi sisemi mweka hazina mshahara, mweka hazina posho? Mimi mbona sisemi? Kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Na Waislamu wa siku hizi hawataki maneno ya kuzungusha. Wewe wapige, wajue taratibu. Tunaheshimu viongozi, lakini kiongozi anatakiwa kila mmoja akae kwenye nini? Mtume Muhammad, tunaambiwa safari yake hii ilikuwa iskoti yake malaika wangapi? 3. Lakini aliyekuwa anatoa kauli ni yule kiongozi ambaye ni Jibrilu. Malaika kiongozi Jibrilu ndo alikuwa anatoa kauli. Sio hao wengine sema, hebu hapo asiswali hapo, kule asogea kidogo. Wale wengine wote walikuwa wanasikiliza. Kiongozi anasema shuka, hakuna kugoma. Sehemu ya kwanza kwenye mitende, Mtume kasali rakaa 2, kisha karukia mnyama buraku, wanakwenda. Akaulizwa, wajua umeswali wapi? Sijui, pale panaitwa Taiba. Wa ilaiha almuhajara. Yani taarifa anapewa kabisa, na mahala hapo ndipo utakapokuja kuhamia baadaye. Wakati huo Mtume Muhammad tunasema alikuwa anaishi wapi?
Maka. Anaambiwa hapa ndipo utakapokuja kuhamia Taiba, jina lingine Yathriba. Na kweli mtume akahamia hapo hapo Yathriba, na kwa kufika yeye mji ukabadilishwa jina, ukaitwa jina lake Madinatul Munawwara, ndio mpaka leo Madina, yani mji uliojazwa nuru. Jina hili limetoka baada ya kuhamia mtume. Zamani halikuwa linaitwa jina hilo, palikuwa panaitwa Taiba ama nini, Yathriba. Safari inaendelea, vidakika vichache hao chuma kinaingia Madiana, mji alioishi mtume Shuaib. Anaambia teremka hapo, gonga mbili hapo, rakaa mbili. Mtume anateremka akaswali rakaa mbili. Twenzetu, haya, unajua na leo umeswali wapi? Nitajua aje mie. Haya, hapa panaitwa Madian, mji wa nabii Shuaib. Wanakwenda hiyo ya pili hiyo, wakafika sehemu ya tatu, teremka swali. Akapiga rakaa mbili, ya tatu hiyo, ingia. Unajua umeswali wapi? Sijui. Hapo uliposwali panaitwa Turi Sina, haithu kallama Allahu Musa, eneo ambalo Mungu alimzungumza mtume Musa. Wa hal ataka hadithu Musa idh nada rabbahu bilwadi almuqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Hapo kisa hiki swali pale mahala ambako Mwenyezi Mungu alizungumza na mtume nani? Musa. Sehemu ya tatu, wakaenda kama teremka swali. Mtume anatekeleza maelekezo ya nani? Mwalimu wake na kiongozi wa safari. Sehemu ya nne, teremka swali. Akazigonga mbili tu. Twenzetu, unajua uliposwali? Sipajui. Akaambiwa sallaita baita lahmin. Kwenye Biblia imetajwa hiyo, sallaita baita lahmin, umeswali mahala panaitwa Baitulehemu, haithu ulida Isa ibn Maryama, mahala alipozaliwa Isa mwana wa Maryamu. Sehemu ya nne, wanakwenda Mtume anasema fabadati liya kusuru Shami, naona sasa yale majumba ya fahari ya Shamu naanza kuyaona. Usisahau akiwa mtoto wa umri wa miaka 12, Mtume Muhammad akiwa ni mtoto wa miaka 12, ami yake anatoka kibiashara. Tunazungumza mama yake kafa, Mtume akalelewa na babu yake mzee Abdul Muttalib. Alipokufa mzee Abdul Muttalib, babu yake mzaa baba, Mtume akachukuliwa na ami yake. Ami ni baba mkubwa ama baba mdogo, lakini Abu Talib ni baba mkubwa, kwa sababu katika watoto wanamume baba yake Mtume ndiyo mdogo. Kwa wale wote wanamume wote wale ni mababa wakubwa. Mtume analelewa na huyu babake mkubwa mzee Abu Talib. Anamuaga, anatoka msafara wa kibiashara. Unaenda wapi? Na kwenda Shamu. Mtoto anaanza kunung'unika. Somo lingine, wazazi tunatakiwa tuwe na ukaribu na watoto wetu. Tuache ususuavu kwa watoto. Mtoto natakiwa apewe ushirikiano na mzazi wake, kama ambavyo mzazi anataka ajue kipaji cha mwanawe, ili umsapoti katika kipaji hicho, kama kipaji chenyewe hakikinzani na sharia, hakipingwi na Uislamu. Mtoto anaonekana anapenda urubani, baba pambana mwanao, msomeshe huko. Isipokuwa kama anapenda uchawi tu ndo usimsomeshe.
Sasa mtoto leo hii haoneshi ushirikiano na babake, matokeo yake mtoto anakuwa na atifia na hisia na fikra, hana wa kumwambia. Ni mbaya zaidi na ni aibu mtoto mwanamume awe rafiki wa mama. Hii ni aibu, manake baba una mapungufu. Yani mtoto mwanamume analake, anataka kusema akimbilie kwa mama. We baba una shida gani mpaka make? Kama angekuwa binti tunasema labda nguo za ndani hawezi kumwambia baba, anamwambia mama. Mtoto mwanamume inakuwaje hana ukaribu na babake? Waislamu tuamke. Tunawapoteza watoto zetu kwa sababu hatukai nao. Hujui shida ya mwanao, hujui mazingira ya mwanao, unamuacha tu kama kuku wa kienyeji. Mara nyingi huwa ninasema kuku wa kienyeji, pamoja na kuwa si tunajisifu tunafuga, wale hatufugi, tunakaa nao tu. Maana ikifika asubuhi unamfungulia tundu, we viwanja na we viwanja, na ukirudi jioni ushangai kuna kuku wako kala ama ajala, unauliza yule jogoo mwekundu karudi? Yani unauliza kurudi, ulizi kula. Sasa unamfuga, unakaa naye, anaenda kujitafutia mwenyewe. Haya si maisha ya Muislamu kuishi na mwanawe. Kama tulijisahau ndugu zangu katika imani, tubadili mifumo. Mtoto huyu ajue baba leo nimemuudhi, umekasirika kweli kweli. Mbona baba jana na juzi ya kuwa hivi, leo nimemkera. Mtoto aweze kukujua, baba nimemuudhi. Lakini ikishapita hilo, mtoto yule ajue nakaa na baba, unaongea naye vipi, mwanangu una shida gani na nini. Inatakiwa iwe hivyo. Sasa Bwana Mtume Muhammad akiwa na umri wa miaka 12, ami yake huyu babake mkubwa anamuaga, mwanangu baki salama na mamako, mimi natoka naenda kutafuta riziki. Analia, baba unaniachaje na mimi nichukue? Kana kwamba anataka aone kazi ya baba, aanze mapema kwenye kusaka noti. Tunafuga mitoto mpaka ina miaka 30, haina kazi yote. Baba unahangaika wewe, una vitumbua maandazi, mtoto ana miaka 25 bado unamnunulia maandazi. Bahati mbaya na kusoma asomi. Manake haya mwanao yuko anasoma chuo, sema huyu akimaliza degree tena, lakini sasa hivi bado na muhendo mwenyewe, yupo tu mtaani. Manake baba wewe una shida. Tusiwadekeze watoto, tusiwadekeze, sio dini. Mtoto ana miaka 12 analia, baba anaenda kuchakarika, anasema baba tufatane tukapige kazi pamoja, anamchukua. Kwa hiyo hapa tunaposema inaanza kumdhirikia majengo ya Shamu, Mtume anapajua Shamu, alishawahi kwenda mara ya kwanza, kafatana kibiashara na ami yake, kisha baada ya hapo uko mbele akapata kazi. Lugha za mjini, maana kuna vitu watu wanaviona mtaani au leo tunavisikia tunaona kama vigeni, kumbe ukienda ndani ya Qur'ani unaviona. Mshangazi mtaani ya musikii, kuna lugha ya mshangazi himo ndani ya Qur'ani. Mshangazi wa kwanza kutajwa ni Zulekha, mfalme wa Azizi wa Masri, anampenda kijana mdogo Yusuf, mshangazi. warawadathu allati huwa fi baitiha wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu adh-dhalimuna. Yusuf anapendwa na mshangazi. Atuzungumzie kisa cha Yusuf. Lakini Mtume alipata kazi yake ya kwanza kafanya kwa mshangazi, mama Khadija. Yani mtu anaona kama tu si, maana mshangazi manake mwanamke mkubwa anampenda kijana mdogo, au sio maana yake? Kwani mama Khadija na Mtume mkubwa nani? Kwa istilahi ya matumizi ya mshangazi, Khadija mshangazi, sio mshangazi? Usishtuke, we soma vizuri tu. Kuna lugha ya single mother, au muisikii single mother?
Ukisoma katika Qur'ani, single mother katajwa ndani ya Qur'ani, mama yake Musa, single mother. Yanamkuta yale wakati huo hana mume, kajifungua, anatafakari mwenyewe, huku watu wanauliwa, mwanangu namfanyaje? Atuzungumzie kisa hicho, turudi hapa. Kwa hiyo Mtume inaanza kujitokeza yale majengo makubwa makubwa ya fahari ya Shamu, anapajua hapa ni pale. Kashakuja safari ya kwanza na ami yake, lakini kashakuja mara kadhaa kuja safari za kibiashara na Maisara. Wakati huo anafanya kazi kwa mama nani? Khadija, kama kabla mama Khadija kumpenda Mtume. Na hapa wananong'oneza maneno chini chini, msiwaambie watu. Ukifanya kazi ya dini kama hujatongozwa, hujafanya kazi. Hawa mjasikia? Kama unafanya kazi ya dini hujatongozwa, hujafanya kazi. Shida ipo wapi? Wewe umetongozwa kwa ajili ya lipi? Mtume katakiwa ili aoe, amuoe. Sasa wewe tena mitihani, wanakutaka hivi hivi. Mwenzio Mtume sallallahu alaihi wasallam alitakiwa kwa nini? Kwa ndoa. Wewe unatongozwa hivi hivi. Shehe mambo, au kiswalisha mioko moyo chaka chaka chaka, watakuua. Au watakuua, usiseme zali, watakuua. Wakupende, lakini kwa ajili ya nini? Ya ndoa. Sasa ukipendwa, iwe na hawa dogodogo au mishangazi, kukubali ni sunna na kukataa ni sunna. Hujaelewa? Ukitakiwa kukubali ni sunna ya Mtume Muhammad, alikubali kwa Khadija, au sio? Lakini yeye Mtume hakukubali kufanya upuuzi. Yeye tena alikwenda kumwambia ammi yake mzee Abu Talib, yule bosi wangu mama Khadija kakolea na piskali. Ndio. Unanambiaje wewe Muhammad? Ananipenda eti ananitaka niachie mimi hilo. Akalitengeneza posa, akaenda babake. Wazazi hapo, someni hapo. Yani Abu Talib ndio kaenda kupeleka posa kwenye familia ya mama Khadija. Posa za siku hizi mtoto anawatuma watoto wenzie, wewe unakuja kwangu kuwa mimi nakubali, nitakufukuza hata kwa mikwaju. Siozeshi wauni mimi. Lakini kwa sababu siku hizi tunawafananisha mabinti zetu sawa sawa na nyanya Masaro, hata akija chizi yeye tu na bora unianue ngoma juani. Haiwezekani shekhe. Nani kaja kuleta posa ya huyo? Anayeleta posa yeye mwenyewe hajawahi kuoa. Yani inakuwa kama hao watu wanaokwenda siku hizi katika kicheni madai. Yani anakwenda kumfunda mwali, yeye mwenyewe kashaachwa mara 7. Huyu mwali anakaa kwa mume huyu. Anakwenda kupiga dufu, anakwenda kumfunda mwali, yeye mwenyewe kaachwa mara 7. Nikwambie, ukakae uko mbilini, sina nini, mara anageuza za Kizaramu za kina Shepembe, anamnongoneza. Ukibeba mtoro wa kuni moja kamata mkononi, anaweza kutokea nyoka ukaulia. Ukibeba dumu kubwa dogo kamata mkononi, ukijikwaa yale yanamwajika, haya nakusaidia. Yani ukiwa na mume na wapembeni wa hivi hivi yani huyo ndo anamfunda mwali hivyo. Ndio tunapata hivi vizuda vinavyotutabisha majumbani huko. Mke wa ustazi anatoka akachomekea dira kwenye chupi. Kuna mke hapo? Wallahi shida hizi. Almuhimu, katika tukio hili, hii ni sehemu ya 4 ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam pia Mwenyezi Mungu alimkusanyia la jisman ruhan, kiroho, mitume wote kiroho, akawasalisha pale Baitul Maqdis rakaa 2. Na hapa tunapata jumla yake maeneo aliyoswali bwana Mtume katika safari hii ni maeneo mangapi? 5, ambako leo tunaita Madina, Madian, Misrio, Turi Sina, Baitulehemu na msikiti wenyewe Palestina, Baitul Maqdis. Maeneo mangapi? 5. Alipokwenda juu kapewa, karudi na swala ngapi? Lakini
biwasfin wajisi. Muda wetu tayari, na mimi kila siku nawaambia kina Sheikh Pembe, mimi gari yangu ya kichina kwa ng'aa, kadiri inavyotembea ndo inapata moto. Yani mimi mwenyewe naona ndo naanza sasa na muda ushaisha. Na ndio kawaida, vitu vitamu sana vyote utamu unakuwa mwishoni. Vitu vya kuigiza vyote vinakuwa kaa bigiji, unaanza utamu mwisho uchungu, kaa bigiji. Sasa na mawaidha vile vile ni katika vitu vitamu, inanoga mwishoni, alafu wabillahi tawfiq. Almuhimu, kuna cha kujifunza pia katika haya maeneo matano Mtume aliyoswali kwa lugha nyepesi na muda umekimbia. Tabarukan, Mtume alitabaruku. Kuna watu wanawaambia watu hakuna kutabaruku. Mtume kaswali maeneo yale msikitini mule. Hapa kazaliwa Isa, swali. Hapa Mungu alizungumza na Mtume Musa, swali. Alitabaruku eneo tukufu. Al-Imamu Tajuddin Subki alipokwenda Damaji Darul Hadith, akauliza mahala gani Imamu Nawawi alikuwa anakaa kusomesha somo la hadithi. Alipoambiwa maeneo haya, mji ushabadilika na eneo, na lile eneo lipameboreshwa, akaambiwa eneo hili, akasema hapa mimi nitaswali rakaa 2 na tabaruku, eneo ambalo mwanachuoni mkubwa Abu Zakaria alikuwa anaketi kwa kusomesha watu hadithi za nani? Za Mtume Muhammad. Kutabaruku. Sisi kwa bahati mbaya hatujabahatika kumuona bwana Mtume Muhammad, hatujabahatika kukutana na wanafunzi wa Mtume, kwa maana masahaba. Lakini kuna mtu unamuona na unamdhania kwa moyo wako, huyu mtu wa kheri, kakaa mahala, unaweza ukatabaruku na wewe ukakaa pale kufanya nyiradi zako, alikaa mtu wa kheri, unamuona kwa dhana yako, huyu mtu wa kheri. Unaweza ukampata maji, nifanyie dua, akaombea dua akakupa. Yani unamuona wewe huyu ni mtu wa nini? Wa kheri, kutabaruku. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo tabaruku alionyesha. Kuna kitu kinaitwa atahaniku. Ngoja kidogo niwachangamshe, samani Sheikh Pembe, niwape kidogo kisa. Al-Ummu Rumaidha, mama yake Anas ibn Malik, mumewe alipokufa katika safari ya kibiashara, anatajwa mama yule mwanamke wa Madina, mama yake Anas ibn Malik, sahaba huyo. Wanasema yule mwanamke alikuwa mzuri, hatari kabisa, kilikuwa chuma. Alipokufa mzee Maliki, watu walikuwa wanamuogopa. Mmoja katika matajiri maarufu anajulikana leo katika historia, anaitwa Abu Talha, alikuwa tajiri katika matajiri wa Madina. Akaenda kumposa Abu Talha, wakati huo hakuwa Muislamu. Mama huyu, mama yake Anas ibn Malik, akasikitika, akamwambia, we, hiki sio kifua cha kuchezea, kifua hiki hawapandi makafiri. Sikiliza kisa hiki. Anakataa mume, na mume mwenyewe ni nani? Tajiri. Tuseme ukweli, tuseme taratibu, nyie mababa wa leo nyie, na mimi nikijumlisha. Anakuja kutaka kuoa binti yako tajiri, lakini sio Muislamu. Unasemaje? Wewe mwenyewe utaamua mwenyewe mwanangu, mimi nina taabu. Hela tena, njaa haimpendezi mtu kama suti. Lakini mama huyu anamkataa tajiri mkubwa kwa sababu sio nani? Muislamu. Alituma watu kwa watu, watu kwa watu, mpaka ikafika wakati mama yule akakubali kwa masharti. Alimwambiaje? Alimwambia, nimekubali unioe kwa sharti usilimu. Takwenda kutaka fatwa kwa bwana Mtume, ikiwezekana kusilimu kwako ndio mahari yangu, saki hela zako. Yule bwana akakubali, ndio anamuoa mamake Anas, ambaye baadaye alikuja kupatikana huyo Talha, akaja kupatikana Abdullah. Kisa chake ni kirefu, kitamu kweli kweli. Mama alikuwa nganga kwenye dini, na ndio huyu ukimsoma anatajwa katika hadithi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim. Abu Talha alipokwenda safarini, wakati huo kashapata mtoto wake wa kwanza kwa mama huyu. Mtoto akapata maradhi, Mungu akajalia siku ambayo Abu Talha anarudi, mumewe
ndio siku aliyokufa yule mtoto. Kamfunika, mke anampokea mumewe, anajiuliza nimwambie mtoto kafa? Akamuuliza mkewe, vipi hali ya mtoto? Anamwambia ametulia tu, baridi. Akumwambia kafa. Abu Talha akainjikiwa vimaji, si unajua kutoka safarini, akapewa vimaji, akaenda akaoga, akaandaliwa msosi, akapiga msosi. Baada ya msosi mwili umechangamka, chakula kimekolea, akapewa panado. Kama uelewe haya kuhusu mama shujaa, mtoto yupo kitandani amefariki, anajua mume wangu katoka safari, ni zaidi ya miezi miwili hayupo, kivyo vyote huyu karudi ana arosto. Kwanza nimalizane na ya arosto yake, alafu nitamwambia habari ya kifo. Abu Talha kapewa panado, arosto imekwisha. Alimwambiaje? Waru sabia. Abu Talha ndo anashtuka, nendeni mukamstiri mtoto, nendeni mukamstiri, kafa yule. Abu Talha alibadilika rangi. We mwanamke ibilisi we, mwanangu kafa, unaamua mimi kunipa panado? Usiku ule mtoto kaenda kustiriwa, kazikwa. Abu Talha kavimba, asubuhi mapema kawahi kwenda kwa Bwana Mtume Muhammad, kaenda kushtaki, mke wangu kanifanyia hivi. Mtume akacheka sana, kisha Mtume akamwambia, Mungu abariki panado yenu mliomeza jana. Lugha hii mtakuwa mnaelewa kidogo. Ile panado yenu ya usiku Mungu aibariki. Alipozaliwa, kazaliwa mtoto mwanamume, mama anapewa, anasema simnyonyeshi huyu kabla hajaramba mate ya Mtume Muhammad, simtaki, mpelekeni kwanza kwa Mtume. Mtume akampokea kutabaruku, akachukua tende 3 ambazo alipewa Anas ambebe mdogo wake, na vitende 3 mpeleke kwa Mtume. Mtume alitafuna moja baada nyingine, kaisaga sana, akawa namlisha yule mtoto na kumwombea dua. Kala tende 3 zilizosagwa na meno ya nani? Mtume, kutabaruku huko. Kisha Mtume ndo akatoa jina, akapewa jina lake yule mtoto Abdullah. Akiwa na umri wa miaka 6.5 ama 7, mtoto yule alikuwa kahifadhi Qur'ani yote. Kahifadhi. Wewe mwanao ulipompata alikuja nani? Ulimpelekea nani? Wewe mwanao, tukubaliane hapa, mwana wewe alikuja nani? Ulimfungulia buzuki, liliunguruma buzuki, mara siju panda juu kazibe, mtoto mchanga yupo ndani, mnamzibu wa ubongo. Au ndio watoto wa Uislamu wale. Matokeo yake linakuja toto, ukiliambia njoo linaondoka, ukiliambia nenda linakuja. Watoto wa buzuki. Mama alikuwa na msimamo kutabaruku. Kwa hiyo maeneo 5 yale Mtume katika safari hii aliswali kutabaruku maeneo matukufu. Mwenyezi Mungu ana maeneo mengi katika ardhi matukufu. Moja ya maeneo hayo ni yale maeneo 5 ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitakiwa kuteremka na kushuka. Tukikomea Baitul Maqdis kutokana na muda, basi tusimame hapa paadhiniwe, kama imamu wataruhusu kwenye haya kuuliza maswali walau 3 kheri, kama hajaruhusu mimi nikomea hapa. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah tuadhini, kisha baada ya adhana tutatoa nafasi ya maswali mawili inshallah. Kisha swali, kuna swali moja nimelipokea huku, limeulizwa shekhe kwamba Mtume safari yake alikuwa anakwenda kuchukua swala, lakini umetueleza kwamba kuna mahala sehemu 5 Mtume amesali. Je, alikuwa anasali swala ya aina gani hali ya kuwa safari yake ndiyo hiyo alikuwa anakwenda kuchukua sala? Ili swali limeulizwa huku, itakuwa ni swali la kwanza. Sasa tuchukue swali la pili, ili shekhi akiajibu ayajibu yote kwa mara moja. Swali la pili, karibu shekhi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sheikh Mziwanda, mimi nilikuwa nauliza kwamba kuna mashehe mbalimbali wanasema kuna bida ambayo imezushwa sasa hivi, na bida yenyewe wanasema kwamba kuna mashehe wameandaa miadhara wakielezana safari ya Isra wa Miraji. Wanadai kwamba hii ni bida ambayo imezushwa na mashehe, tukielezana kama hivi. Sasa Sheikh Mziwanda, tunaomba utuweke wazi kwamba hii kweli ni bida, kwa sababu wasomi wamekuwa wengi sasa hivi. Kwa hiyo inawezekana kuna wengine hawafiki katika vikao kama hivi wakiogopea kwamba ni bida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadhani maswali haya mawili tumpe uwanja shekhe ili aweze kuyajibu swali la kwanza, na hili ni swali la pili, na yote ni maswali mazuri ya kimkakati. Karibu sana shekhe. Ahsantum. Kama ambavyo imamu amepokea swali la kwanza kwa niaba yetu sote, kwamba ikiwa safari ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo ilikuwa safari aliyokwenda kukabidhiwa sala, hii aliyoiswali humu itakuwa ni swala gani? Si ndio hivyo? Sala aliyokwenda kuipokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni swala ya wajibu, lazima kwake yeye na wafuasi wake. Ni swala ya lazima kwake yeye na wafuasi wake. Sala aliyokuwa anaisali ni sala ya sunna tu, ambayo msingi wake amefundishwa na Jibrilu yeye kama yeye. Kwa ile mifumo alikuwa anaijua Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hakutakiwa kuwaeleza wengine. Tukisoma katika somo la akida, kuna kitu wanakiita hususiyatun nabii sallallahu alaihi wasallam. Kuna vitu vilikuwa maalumu tu kwa Mtume. Mojawapo ni hivi, ikawa anaswalieni katika hususiyati zake, kama ambavyo ilikuwepo katika jumla ya hususiyati zake Mtume kupendwa na mwanamke. Mwanamke yule akampenda Mtume amuoe pasina mahari. Lile ni katika vitu maalumu kwa Mtume. Wewe ukipendwa na mwanamke sawa, ukimpenda na wewe mkubalie, lakini mahari ni lazima. Lakini ile bila mahari ilikuwa ni kitu katika vitu maalumu kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ibada zilikuwepo maalumu. Kwa mfano mwingine, swala ya tahajjud. Hapa kidogo nichomekee, kuna tahajjud na qiyamul laili. Yawezekana ikawa hii ni tahajjud na wakati huo huo ni qiyamul laili, lakini inawezekana ikawa qiyamul laili isiwe tahajjud. Ili itwe tahajjud ni sharti huo umelala tena baada ya swala ya Isha, ulilala kisha ukaamka kwa ajili hiyo, swala hiyo itaitwa nini? Tahajjud. Ni swala ulioiswali usiku baada ya kufanyaje? Ya kulala, inakuwa tahajjud, lakini pia itaitwa qiyamul laili. Lakini kama unatia story, umerudi nyumbani ukaamua kuswali usiku baada ya Isha, itaitwa qiyamul laili, lakini sio tahajjud, kwa sababu tahajjud sharti lake ulale kisha uamke. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasali tahajjud, qiyamul laili, zote alikuwa anazisali, na sisi tukafundishwa tufanyeje? Tuswali. Lakini kuna tofauti ya hukumu. Kwa Mtume ilikuwa wajibu, kwetu sisi ni sunna. Kuwa wajibu kwa Mtume kama Mungu alipomwambia wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, underline. Wale watu wanaojiita ahlul Qur'ani, wale alquranu yastaghni, hawataki hadithi, Qur'ani tupu, ndio wanasema swala za wajibu ziko 6.
Asubhi, dhuhuri, alasiri, magharibi, isha na tahajjudi wanasema nayo ni lazima. Wakati Mungu anasema tahajjudi nafilatan laka, hii ni special for you. Kwa mtume ni lazima. Inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adena min thuluthay al-layli wa nisfahu wa ta'ifatu, aya ile katika surati al-Muzammil, aya ya mwisho kabisa. Kwa hiyo kuna mambo ni maalum. Kwa hiyo mtume hata alipofundishwa alikuwa anasali. Kuna riwaya mtume tunaambiwa alikuwa anasali kwa kuwa alifundishwa na Jibrilu baada ya kutoka katika tafakur, rak'atani bilghadati wa rak'atani bilashiya. Hiyo ilikuwa yeye tu, na hakutakiwa kuwaambia wengine. Asubuhi rakaa 2 na usiku rakaa 2. Na hata alipokwenda huko, hizo swala 5 zilikuwa zinaswaliwa rakaa 2 tu, kama hadithi ya mama Aisha inavyosema katika Sahih Muslim, furidhati salatu ala lisani nabiyikum bimakkata rak'ataini rak'ataini falamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madina zida ma'a kulli rak'ataini rak'ataini illa al-maghriba fa innaha witrun nahari, kwamba swala hii nyinyi mmelazimishwa, imerudi kwenye asili vile walivyokuwa na swali rakaa 2, imefaradhishwa kupitia ulimi wa mtume wenu Maka, na ilikuwa ni rakaa 2 tu. Mtume alipoama Maka kwenda Madina pakaongezwa, kila sala iliyokuwa na rakaa 2 ikaongezwa rakaa 2, isipokuwa magharibi ikaongezwa 1, kwa sababu hiyo ni witri ya mchana. Kuna watu wanadhani witri magharibi ni usiku. Magharibi ni mwisho wa mchana. Watu wanasema siku inaanza magharibi. Kakwambia nani? Siku inaanza baada ya kuisha magharibi. Ukisoma surati Bani Israil, nachomekea umomo waja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatae al-laili waja'alna ayata an-nahari mubsira. Alama ya kujua huu ni mchana ni kuwa kuna mwanga mwaonana. Kwa hiyo na siku inaanza usiku, inamalizika mchana. Kwa hiyo mwisho wa siku ni magharibi. Ikiisha magharibi kaingia kiza, ishaanza siku nyingine. Sharti kiza kiingie. Siku haianzi magharibi, siku inaanza baada ya magharibi. Baada ya magharibi ni usiku, na alama ya usiku ni kiza, alama ya mchana ni kuonana. Si unaeleweka? Na witiri kwa Muislamu ziko 2. Kuna witiri ya sunna na witiri ya wajibu. Witiri ya sunna ndio ile tunaoswali rakaa 1, sile tunaimbaga katika tarawih, au bi wahida au bi salasa, ile witiri ya sunna ambayo mpaka leo tunaiswali. Mtume akasema ij'alu akhira salawatikumul witra, fanyeni hitimisho la swala zenu za usiku, yani ya siku, fungeni na witiri, wala urakaa hii unapanda kitandani. Alafu kuna witiri ya wajibu ambayo ni swala ya magharibi, ni witiri ya wajibu. Kwa hiyo mtume alikuwa anaswali hizo rakaa 2 toka mwanzo, lakini ilikuwa ni special for him, sio kwa wote. Swali la kwanza. Swali la pili la ndugu yetu katika imani. We Mpemba Mrangi maana ndo wao. Ningekuwa Mpemba ningekwambia sogea hapa shemeji yangu, lakini kwa kuwa Mrangi baki huko. Alichouliza ndugu yetu katika imani pia anatusaidia sote. Anasema wapo baadhi ya mashehe wanasema kuna bidaa, kwa lugha nyepesi ya neno bidaa, Kiswahili chepesi, uzushi katika dini. Kidogo samahani, tuwekane sawa. Kitaalamu bidaa zimegawanyika sehemu 2. Kuna albid'atu fil ibadati wal bid'atu fil adati. Hapa kidogo nitachelewa, utaniwia radhi Sheikh Shabani. Watu wengine wachokozi, kuna watu Mungu amewajalia wana nguvu kubwa ya kula. Usije ukamwekea utipoti la kilo 1 ukaondoka, utokuta hata punje. Mpakulie kabisa saizi unaotaka kumpa, utalaza wanao na njaa. Na sisi wengine Mungu ametupa kipaji cha kuongea. Kuna wengine wana kipaji cha kula, wengine wana kipaji cha kuoa. Sisi wengine kipaji chetu kuongea. Kwa hiyo tunagawana. Alhamdulillah, si haba. Tayib. Bidaa zimegawanyika sehemu hizo. Mwalimu wangu Sheikh Muharram Juma Yusuf Mtupa maarufu Sheikh Doga alikuwa anasema elimu kidogo ni udhia. Elimu kidogo ni udhia.
ni sawasawa na debe lililotiwa maji nusu. Watu wazima wanajua zamani maji yalikuwa yanatiwa kwenye madebe, alafu watu wanabeba kwa nzega. Miaka hiyo 70 mpaka 80 hapo, maji tabu. Wewe kama kizazi cha 90 kuja 2000 jenzi hii ndio mnatuharibia. Maana jenzia sasa hivi inavunja mpaka asili. Asili ya Watanzania ni watu wana akili nyingi. Mnanielewa? Asili ya Tanzania ni watu wenye akili, na ndio maana unaambiwa hata uhuru wa Tanzania watu hawakupata kwa kupigana, ilitumika akili tu. Mzungu mwenyewe katoa uhuru. Kizazi cha sasa hivi wanataka tupigane, mnatutoa kwenye asili. Inaelezwa kuna riwaya, haitegemewi sana. Kuna riwaya kilitengenezwa chombo cha kukamata wezi. Kiliposhushwa South Africa, ndani ya saa moja kilikamata wezi 100,000. Kilipokuja kikaja kikaletwa Kenya, ndani ya saa moja kikakamata wezi kama 200,000 na kikaletwa Tanzania, ndani ya dakika 15 watu wameiba chombo chenyewe. Ndio wabongo hao. Na ukitaka kujua alama ya Watanzania, Watanzania asili yao wanaogopa mvua tu, hawaogopi gari wala hawaogopi askari. Ndio Mtanzania. Ukimwona mtu anaogopa askari, unajua sio Mtanzania, tumfuatilie. Lakini sifa ya pili ya Mtanzania wanasema ukarimu. Asili ya Mtanzania ni karimu, na ndio maana kuta wazee walitoa maeneo yao kuwapa watu wageni kwa sababu ya ukarimu tu. Ukimwona mtu hataki wa rais wenu ana roho mbaya, mfuatilieni. Inawezekana sio Mtanzania wewe, sababu asili ya Watanzania ni wakarimu. Unaweza kumtukana akacheka tu. Tayib, turudi katika mada. Bidaa ziko aina ngapi? Kuna albid'atu fil ibadati wal bid'atu fil adati. Nazungumza dini hapa. Asitoke mtu na mizuka yako, hatukuelewi. Kama unielewi twende nje, ukitaka tukapigane huko. Kwenye dini hapa nazungumza dini. Maana watu siku wanapenda ugomvi. Nimetania, siwezi ngumi. Mimi sio mwakinyo. Tayib, kuna bidaa. Tumesema bidaa Kiswahili kizuri ni nini? Uzushi. Kuna uzushi kwenye ibada na kuna uzushi kwenye vitu. Hapa nitakaa kidogo, mtachelewa kuswali. Hapa mimi nafundisha sasa kwa swali lako Mrangi. Mungu akubariki, unaona una akili nyingi sana. Ulotakiwa uhamie kwetu Tandika. Mnanielewa vizuri? Kuna bidaa ya kwanza ni katika nini? Ibada. Nataka unisikilize ili kuulizwa uweze kujibu. Na kuna bidaa kwenye vitu. Bidaa ya kwanza, narudia mara ya 3. Hapa nasomesha, sijibu swali. Kuna bidaa kwenye ibada, na bidaa maana yake nini? Uzushi kwenye ibada. Kuna watu wanazua ibada, wanabuni ibada. Lakini kuna uzushi kwenye vitu, watu wanabuni vitu. Katika sharia wanasema al-aslu fil ibadati al-hurma, asili ya ibada zote ni haramu. Kila kinachoitwa ibada asili yake ni nini? Ma lam yarid dalilu thubuti, endapo kama havikuja dalili ya kuthibitisha. Kwa hiyo mtu akisema kuswali ni ibada, tunamwambia ngoja tupe ushahidi wa kuswali, kwa sababu kila ibada inahitaji ushahidi. Kama hakuna ushahidi, ukitengeneza ibada kwa akili yako X. Si unaeleweka? Kila inayoitwa ibada lazima tupate nini? Ushahidi. Kwa nini? Asili ya ibada ni haramu. Mtu akija kusema kusoma Qur'ani ni ibada, tunamwambia tupe ushahidi tuthibitishe kama kweli kusoma Qur'ani ni nini. Akisema kufunga ni ibada, tupe ushahidi. Yani kila inayoitwa ibada inahitaji ushahidi wa kuthibitisha. Naeleweka? Lakini vitu wanasema al-aslu fil ashiya'il ibahatu, asili ya vitu vyote ni ruhusa. Ma lam
yani dalilu hurma, endapo kama haukuja ushahidi wa kuharamisha. Kwa hiyo kwenye vitu, bidaa kwenye vitu sasa kila kitu kinaruhusiwa. Mfano, kamera ni ibada, ni kitu. Mnanielewa Kiswahili changu? Kamera ni ibada, ni kitu. Tunahitaji ushahidi wa kufanyaje? Wa kukataza, kwa kuwa sio ibada. Ibada tunahitaji ushahidi wa kuthibitisha. Vitu tunahitaji ushahidi wa kukataza. Naeleweka? Kwa mfano mwingine, kuna kitu kinaitwa nguo. Ipo nguo inaitwa suti. Suti mnaijua? Suti ni ibada, ni kitu tunataka ushahidi wa kufanyaje? Wa kukataza. Kwenye vitu tunatafuta. Mtu akwambia, "Shehe, unavaaje suti?" Kwa ni haramu, leta ushahidi wa kukataza. Hatutafuti ushahidi wa kuruhusu, hiki ni kitu. Shehe kavaa kiatu cha kufuta. Mashehe siku hizi bwana, bidaa tupu. Nini? Kavaa kiatu. Mdundo ni ibada, ni kitu. Tunahitaji ushahidi wa kufanyaje? Jamani, nyinyi mnanielewa? Na hapo ndipo wanasheria wakaweka kanuni kurahisisha. Adamu dalili nahi dalilul jawazi. Kwenye sharia, kwenye vitu, ukikosekana ushahidi wa kukataza ndio ushahidi wa kuruhusu. Babangu kavaa msuli, usimhoji kwa nini umevaa msuli, mbona kama kanga. Msuli sio ibada, msuli ni nini? Ukitaka mzee yule asivae msuli, mpe ushahidi wa kukataza. Adamu dalili nahi dalilul jawazi. Niende kwa vijana kidogo. Kapero, wama adraka mal kapero. Kapero ni ibada, ni kitu. Wale wakubwa wakubwa wale wanajua, zamani ilikuwa jina lake kapero inaitwa nini? Mungu usikepu Kiingereza hicho. Wewe vipi? Mungu usinione. Zamani kapero ilikuwa inaitwa Mungu. Kapero ni ibada, ni kitu. Tunataka ushahidi wa kufanyaje? Kama hakuna ushahidi wa kukataza, kama kawa. Kwa hiyo pikipiki, gari, boti, ndege, meli, hivi vinaingia katika mlango wa nini? Vitu. Hatutafuti ushahidi wa kuruhusu kutumia, tunatafuta ushahidi wa kukataza. Kama hakuna ushahidi wa kukataza, kama kawa. Au sasa ni kuongezeni, wengine tieni vidole masikioni. Kwa mfano, wale tuliokuwa na ndoa, na nielewa, tuliokuwa na ndoa wakati wa kutaka kusoma hutuba, mujilazimishe kunielewa Abedi, jilazimishe kunielewa. Wale wenye ndoa wakati wa kutaka kusoma hutuba, akaamua mmoja kwanza, kabla ya chochote, ale koni, na mwingine amenye papaye, ale papaye. Jilazimishe kunielewa. Ili unavyoliona wewe ni ibada, ni kitu. Msijifanye mnajitoa fahamu. Ni ibada, ni kitu. Watu hawajui ni kitu. Kwa hiyo tunatafuta ushahidi wa nini? Kama hakuna, wewe tu. Si unaeleweka? Lakini hapa sasa nisikilize. Kuna mambo inawezekana kiasili ni halali, mnaruhusiwa, lakini kwa mujibu wa utaalamu, madaktari wakathibitisha kitu hicho kina madhara, kitakuwa haramu. Na wataalamu wa sheria hiyo ndo wanaita haramun lisababin. Kimekuwa haramu kwa sababu za kiufundi. Kama sio sababu hiyo, kitu hicho kingeendelea. Kwa hiyo kitu kama hicho tunachosema cha kumenya papaye kwanza ukala, naeleweka Kama madaktari watatuthibitishia kinaleta madhara, italazimika tuseme nini? Haramu. Kama walivyothibitisha wauza sigara, wanaotengeneza sigara, wakaandika katika pakti uvutaji wa sigara ni hatari kwa wao wenyewe wamethibitisha, tutaisema sigara vipi? Inaruhusiwa?
usiulize tena ushahidi, kwa sababu mwenyewe unajua inakudhuru, na Qur'ani inasema wala tulqu biaidikum ila tahaluka, na hadithi Mtume anasema la dharara wala dhirara. Kwa hiyo kinawezekana kikawa kitu, lakini kwa kuthibitisha madaktari kuwa kinaleta madhara, tutakikataza kwa sababu ya madhara. Utakiwi kujiua mwenyewe. Kwa hiyo habari, msikimbilie tu sheka ruhusu koni na papai. Madaktari wahusike kipande hicho. Mimi sio daktari, mimi yangu majuzu. Naeleweka eh? Sasa yani nimezunguka kukueleza uzingatie kwamba bidaa, uzushi upo namna ngapi? Kuna mtu anazua ibada na kuna mtu anazua vitu. Hata zamani babangu hapa, wewe umekaa mbele mwenye mzee, nitakutaja sana usije ukafikiria na kuua mapema. Babangu huyu anajua enzi zao vidirisha vile vya zamani, futi 2.5 kidirisha namna hii kama mlango wa kuku, ndio ilikuwa madirisha ya zamani nyumba zao wazee miaka hiyo. Siku hizi angalia midirisha hiyo. Kutoka kwenye vidirisha vile kuja kwenye madirisha haya, bidaa sio bidaa? Nyinyi changamkeni basi, nitaondoka mimi. Basi bidaa sio bidaa, lakini ni bidaa katika nini? Katika vitu, sio katika. Ni bidaa katika vitu, sio katika. Kwa hiyo bidaa kama hii tunatafuta ushahidi wa kufanyaje? Mtume kaswali, aliswali kwenye mazulia, ilikuwa mikeka yake ni ya makuti ya mitende. Sisi dunia inakwenda mbele, mazulia msikitini na feni, vipaza sauti, hizi zote ni bidaa. Naeleweka? Lakini ni bidaa gani? Ya vitu. Na bidaa ya vitu tunatafuta ushahidi wa kufanyaje? Samahani kidogo, nitachomekea babangu, usishtuke na kakaangu pale. Saa, kuvaa saa ni kitu, si ndio hivyo au ni ibada? Isipokuwa kama saa unaitumia kwa ajili ya kujua nyakati za ibada na kazi, pia saa yako kuinunua itahama kutoka katika kitu itakwenda katika ibada, kwa sababu saa hii unaitumia kwa ajili ya kuweza kuzitambua nyakati za. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda vitu vyake vya kheri vyote kuvifanya kulia. Sasa upande huu sunna, sio wajibu, sio lazima saa kuvaa mkono wa kulia. Utapata thawabu kwa kuvaa mkono wa kulia kwa sababu umemfuata nani? Na kama lengo lako ndio hilo, lengo lako kwamba mimi nafuata sunna ya Mtume, utapata. Yani kila ukivaa, hata ukivaa suruali ukaanza kutia mguu gani? Maanake kuna watu wakivaa wala wajui kwamba katangulia mguu wote utakaotangulia ndio huo. Wakati mwingine mnakosa thawabu za dezo. Kwa hiyo hata kuvaa suruali anza kutanguliza mguu gani? Kuvaa shati anza kutanguliza mkono gani? Ili unafanya hivyo nia yako kufuata sunna ya nani? Basi hata ukitaka kuingia kwenye gari anza mguu wa kulia. Sio kila wakati kushoto tukaa kichuya na kulia nako. Mnanielewa? Lakini kwa sababu ni kitu, hawezi kupata dhambi aliyovaa saa mkono wa kushoto. Anapata dhambi? Hicho ni kitu, hapati dhambi kabisa. Sasa wale wanaotumia nguvu katika dini, na ndio maana watu nawaambia watu hata kwenye kula, ili uvune thawabu, kula kwa mkono wa kulia, kunywa kwa mkono wa kulia. Anakuambia mtu nikishika glasi mkono wa kulia itachafuka. Kwani ukishika na mkono wa kushoto wanaitia kabatini hivi, sio unaenda kuosha vile vile? Unagombolea nini? Unakosa thawabu za dezo. Kula mkono wa kulia, kunywa mkono wa kulia. Lakini hata upati dhambi ukishika glasi mkono gani? Hivi nyinyi mnanielewa? Toi, kama mmenielewa sasa, tunarudi kwenye swali la msingi. Siku hizi kuna bidaa, swali la msingi, imeanzishwa na baadhi ya mashehe, wanawakusanya watu kuwasimulia kisa cha miraji. Hii ni nini? Bidaa.
Naanza hapo, na bidaa hii tutasema ni katika ibada, kwa sababu hii ni aina katika aina za mawaidha, si ndio hivyo na mawaidha ni ibada, au sio? Kwa hili kwanza tunalijadili, ili kwanza mujue ni ibada. Lakini wakati tunavyosema hayo, tunatofautiana kufahamu definition ya neno bidaa kwenye sharia. Tunaposema kwenye sharia, maanake tunakusudia kwenye mambo ya kiibada. Wakati nakukumbusha, tumesema ibada inahitaji dalili ya kufanyaje, ya kuithibitisha kwamba hii kweli ni nini, ibada. Kama huna ushahidi, haiwezi kuwa ibada. Tunatofautiana katika definition ya neno bidaa, lakini nieleze kwa ufupi katika definition aliyotoa al-Imamu Shatibi. Mwanachuoni mkubwa sana, ni marja, ni reference. Bidaa ni kila ibada ambayo haina dalili kwenye sharia kwa kutamkwa wazi ama kwa ishara. Nimetaja kwa ufupi sana definition. Kuna watu wanawadanganya watu bidaa ni jambo ambalo mtume hajafanya. Tunasema katika sharia atarku la yaani taharima, sio definition yake. Kuacha jambo kufanya haina maana ndiyo haramu. Yako mengi mtume ya kufanya, sisi tunafanya. Ni mnanielewa? Sitaki kwenda mbali sana. Bidaa ni jambo ambalo au ni ibada ambayo haina dalili kwenye sheria, alafu mwenyewe aliyoianzisha anasema hii ni nini, ibada, lakini haina dalili kwenye nini, dalili ya wazi ama ya ishara, yani nasan au tasriha. Ili iwe ibada iwe na ushahidi wake. Naeleweka jamani? Sawa. Mashehe wameanzisha bidaa kwa kuwakusanya watu na kuwasomea miraji. Nianze mbali, kana nitakupiga kona hivi. Tukiwa darasani na watoto wetu hawa, madrasa tujalie, kuwasomesha dini watoto, ibada sio ibada? Na kurudisha tena, kuwasomesha dini watoto, ibada sio ibada? Hebu wanisaidie ikiwa maana hiyo asichofanya mtume ni bida. Mtume alikaa wapi kuwafundisha sira watu? Awamu nielewe. Mtume alikaa wapi au maswahaba kutunga vitabu vya sira na fiqh? Si vimetungwa na watu tu. Juzi hapa ana kitabu chake katunga shehe wake anaita cha tauhidi. Swahaba gani alitunga kitabu cha tauhidi? Nyinyi mnanielewa munielewi? Muislamu, nakuuliza Muislamu, nitakurudisha nyuma, sio kama sina majibu. Tatizo hapa muda unaisha na mimi ndo nazidi kupata moto, yani ninamzuka na maswali kama hayo ndo ninayataka mie. Bahati nzuri Muislamu kuijua historia ya mtume wake Muhammad inatakiwa katika dini, haitakiwi? Narudia tena, Muislamu kuijua historia ya mtume wake Muhammad katika dini ni jambo linalotakiwa, halitakiwi? Inatakiwa Muislamu kuijua historia ya mtume wake na kuchukulia kanuni na kuwekea hapo. Ukishashiba ugali baadaye, kanuni inasema ma la yatimu lwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Hii ni kanuni katika sharia. Jambo lolote lile ambalo wajibu uliopewa hauwezi ukatimia mpaka na hilo lifanyike, basi na hilo nalo linakuwa wajibu. Kwa mfano, wewe ni mwanangu, nikakupa kofia yangu, nenda kafue, kisha nikakuwekea na 500. Na nielewa vizuri Kafue kofia, nikakuwekea na 500. Ukitazama pale, maji hakuna, sabuni hakuna, ile 500 posho.
Nyinyi mnanielewa? Ile 500 pale inakuwa tafsiri yake posho. Wewe wajibu uliopewa na mzazi wako ni kufua kofia, na kofia huwezi kufua kama hakuna sabuni wala maji. Tafsiri yake umetakiwa kufua kofia, basi ndio umetakiwa kuchota maji na kununua sabuni. Ili kofia ifuliwe lazima maji yawepo, lazima sabuni iwepo. Kwa kuwa umelazimishwa kufua kofia, basi ni lazima kununua sabuni na ni lazima kuchota maji. Usije kasema sasa ningefua na nini, maji hakuna. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Unanielewa? Kwa hiyo ikiwa Muislamu anatakiwa kujua historia ya mtume wake, njia yoyote utakayoitumia kumfahamisha mtu stori ya mtume inakuwa haramu ovyo. Lakini kuongezee, palipo pambazuka, turudi katika hadithi ya mtume. Palipokucha mtume karudi katika safari, kilitokea nini? Jalasa nabiyu sallallahu alayhi wasallama hazinan, mtume alikaa barazani akiwa mwenye huzuni. Mijitu niliyokuwa nayo mibishi hii naianza aje kuiambia kisa hiki? Wao wanatoka Maka mpaka Palestina mwezi kwenda, kurudi mwezi, jumla miezi mingapi? Kama kuna shughuli zake kafanya, anarudi miezi 3. Mimi niwaambie masaa 2 nimekwenda nimerudi, alafu nikaenda juu zaidi nikarudi, wao bado wako vitandani wanakoroma. Mijitu itanielewa? Mtume kakaa natafuta cha kufanya. Kapita Abu Jahali, anamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipomwona hali yake akamuuliza, mbona kama una jambo Muhammad, una nini, una neno we niambie. Mtume alisemaje? Usiria bia laila. Mtume akusema saraitu, kasema usiria, nimepelekwa kwa kasi usiku wa leo. Nimepelekwa, sio nimekwenda mwenyewe. Si unaeleweka? Hivi hapa kuna mtu aliyewahi kupanda mlima Kilimanjaro? Kama mtoto mdogo anaweza kupanda pale? Akisema nimepandishwa mtoto, unachotakiwa kufanya nini? Ni kumjua nani aliyempandisha. Mfano huo achana nao, tafute mfano mwepesi. Walio wengi wananijua mie Mziwanda Rofa, alafu nikasema nimenunuliwa Land Cruiser ZX. Anenijua atauliza, kakununulia nani? ZX milioni 900, bilioni. We Mziwanda na majuzu yako unanunua wapi? Kwa kuwa amesema hakununua, kafanyaje? Kanunuliwa. Swali la kwanza la muungwana atataka kujua aliyekununulia nani, ili amtathmini ana uwezo ama hana uwezo. Nimenunuliwa na nani? Mzee Saidi Bakhresa. Wewe una mashaka ya kununua gari kama hiyo Baresa? Awamu nielewi. Mtume kasema nimepelekwa, ulitakiwa kuuliza nani? Kakupeleka nani? Ili akwambie Mungu. Wewe una mashaka na Mungu? Mimi mwenyewe siwezi kwenda katika spidi, lakini mimi nimepelekwa na Mungu. Ndiye alivyosema subhanalladhi asra, yeye kampeleka mtume, ya kumwambia mtume nenda. Jamaa mnanielewa? Mungu akumpa nauli mtume nenda, kama mimi nikakupa 500 nenda Tandika. Akumpa nauli, kamchukua kampeleka yeye. Mungu anaweza hawezi? Aya kwanza surati al-Mulki, wa huwa ala kulli shay'in kukuonesha Mungu anaweza. Kuna watoto wanazaliwa na mvi, kuna watoto wanazaliwa na nini? Qad yashibu al-fata wa laysa ajiban an yura an-nawru fil qadibi ratibi. Mtume alipokaa ile anamwambia nimepelekwa. Abu Jali akacheka, ila aina? Ila Baitul Maqdis. Akacheka lini hiyo? Siku wa leo. Ala thumma asbahta baina dhaharanaina, kisha ukamka hapa si bado tumelala? Ndio. Yani anaona story anayopewa ni ya uzushi. Kwa lugha yetu wandengereko, wazaramo wa matumbi wangindo, akapiga kikolimbo kile kuwaita watu, jamani, jamaa naongopa, ila leo kiboko. Akamuuliza, aya unayoniambia nikikuitia yale madunduka yako unayoongopea na utasema hayo? Wewe waite tu leo sasa ndo unavuka nguo. Akaanza kuwaita, wewe wakinana,
Wakuraishi si wa nani kama hiyo unavyoita Wandengereko, njooni jamaa yenu leo ana mpya. Baada ya muda walikusanyika barazani kwa Mtume. Abu Jali kageuka huko, haya waambie ulichonambia mimi, sema mwenyewe. Kilichofuata nini? Mtume alianza kufanyaje? Kuwasimulia. Mtume alifanya nini? Ukisema bida, kwani Mtume kikisa hajasimulia? Si tumekijuaje? Au nyinyi munielewi? Kwa maana yako hiyo, sisi tumekijuaje kama Mtume ya kusimulia? Yaani wale maswahaba wamesimuliwa na Mtume, maswahaba wakawafundisha matabi, mashehe sisi tuuchune tukusubiri wewe uje madrasa. Usipokuja nyinyi amuone hawa mashehe wanakufanyeni roho mbaya, nyinyi ambao hamna muda kusoma. Nyinyi amunielewi? Hawa mashehe wanakufanyieni nyinyi roho mbaya, wengi mnafanya kazi, sasa mtajuaje haya? Yaani unaamini kabisa Mungu huyu wa kweli anakuandikieni dhambi? Kwa nini mmekuja kusikiza story ya Mtume hapa? Mungu wa maboksi huyu? Yaani kabisa imani yako inakupa hapa Mungu anaandika dhambi. Kwa nini? Mnaeleza historia ya safari ya Mtume. Mungu kakasirika. Jamani, mambo mengine basi kidogo kidogo. Bahati mbaya muda ndio hautaki. Lakini kisa hiki Mtume kasimulia mwenyewe, tena sio msikitini. Kasimulia wapi? Barazani kwake. Uko mbele sielezi kwa sababu mwenye jambo hili atakuja kesho. Akieleza mwisho atasema mwenyewe. Mimi hapa nimechomekea kwa sababu ya swali lako. Mtume kafanyaje? Kwa hiyo majibu shika mawili. Jibu la kwanza, Mtume kasimulia barazani kwake. Jibu la pili, mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Na Muislamu anatakiwa kuijua historia ya nani? Ya Bwana Mtume. Na mimi nimewasimulia ili na nyinyi muijue. Leo mmekamata manne, siku nyingine mtakamata manne, matokeo yake yatafika 20 kama mashehe. Kwa sababu Waarabu wana maneno yao, wanasema at-takraru allama al-himara. Kule kurudia rudia kumempa elimu mpaka punda. Ile kufuta ile kamba mara hivi anajua hapo breki imekwenda, mpaka kajua nikifanya hivi breki, akifanya hivi kona. Punda asiyekuwa na akili kajua kwa sababu ya takrari ile jambo linafanyaje? Linarudiwa rudiwa. Na wewe utakuwa shehe kwa kisa hiki kukirudia rudia kila mwaka na ushakuwa nusu shehe. Hauja nielewa bwana. Wenyewe wanasema is up to you. Ukitaka siku nyingine njoo Kigoma sepa. Lakini sisi tunatakiwa tuwasimulie Waislamu historia. Ujue wataalamu wa tarehe wa history wanasema waman wa'a tarikha fi sadrihi adhafa a'maran ila umrihi. Atakayezingatia historia akaiweka katika moyo wake, inakuwa kana kwamba ameuongeza umri sambamba na umri aliyokuwa nao. Nyinyi mnavyojua nyinyi Waislamu, mimi na Nyerere mkubwa nani? Mimi nikijua historia ya mzee Nyerere sina kana kwamba tumezaliwa pamoja. Inakuwa kana kwamba umeongeza umri wako kumsimulia mzee kama huyu historia yake. Ni jambo muhimu sana, na Waislamu wanatakiwa waijue historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ukimwambia mtu taja vita alivyoshiriki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitano tu, vinaitwaje? Tutataja hapa, tufunge milango? Tusipowasimulia mtavijua wapi? Wengine wamekwenda madrasa kupata bahati ya kuendelea kwa mitihani waliokuwa nayo. Tunatakiwa watu waambiwe. Lakini na kuongeza, kwenye Qur'ani Mungu mwenyewe kamsimulia Mtume historia. Hivi mimi na Mtume anayetaka zaidi kujua historia nani? Nyinyi mnanielewa? Sisi wafuasi wa Mtume na Mtume mwenyewe anayehitaji zaidi kuzijua historia ni nani? Sisi Lakini Mungu alimwambia Mtume, nahnu nakusu alaika ahsana alqasas bima auhaina ilaika. Mungu mwenyewe kamsimulia historia Bwana Mtume za mitume waliopita kibao. Wewe unataka sisi tusisimuliane? Elimu ndogo shida. Yani Mtume kawekwa kitako mpaka Mungu anamwambia nahnu nakusu alaika ahsana alqasas katika Qur'ani, mpaka ikaja sura nzima inaitwa surati story. Qasas imo ndani ya Qur'ani, jina lake ukisema suratul Qasas, hiyo maana yake Kiarabu hicho.
Brother hapa pengine hajui Kiarabu, unamwambia surati story, kama unavyomwambia surati nyuki, surati tembo, surati mademu. Hizo zote zimo ndani ya Qur'ani. Surati sisimizi, hasa mwambia surati namli. Wewe unajua namli ni kitu gani? Sisimizi. Surati sisimizi imo ndani ya Qur'ani, kaelezwa sisimizi. Hizi zote ni story, mpaka waje hapa katika darsa ya tafsiri watazipata, wasipokuja. Haya jamani, muda wa insha huu. Hizo ndio habari. Mimi nipo, kaka yangu Sheikh Shabani akinialika tena siku nyingine nitakuja tena. Basi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nifunge hapa, aliwaambia masahaba, al-ilmu khazainu mafatihuha as-sual ala fasalu rahimakumullah. Elimu ni sawa na mali iliyohifadhiwa benki. Al-ilmu khazain, elimu ni sawa na mali iliyohifadhiwa benki. Mafatihuha as-sual, ufunguo wa kwenda kuchukua kule sio kadi, ni kuuliza. Basi nanyi Waislamu, pendeni kuuliza mambo ya dini yenu, Allah atakurehemuni. Ndio maneno ya Mtume. Kwa hiyo na sisi tuulize sana, tusitoe sana fatwa. Shida yetu wauza alkasusi nao wanatoa fatwa. Mtu anakuja kwambia mimi kusoma sikusoma, lakini unidanganye. Sasa kama hajadanganywa asiyesoma, atamdanganya nani? Ya ndio wale maneno yanasema mimi kutaga siwezi, akili kiviza nalijua. Hizo yai na hii elimu. Kwa ni kuombeni mambo ya dini yetu tuulize, na tuteue nani wa kumuuliza. Kuna sogo watu wanagombana, anasema mtu akimwacha mkewe talaka 3 moja, hiyo ina maana wewe hesabu hujui? Wewe hesabu hujui? Mwenyewe ushasema nimekuacha talaka 3 nataka iwe moja, yani wewe hesabu hujui? Kuna maana gani ya kusema sasa innamal a'malu binniyati? Mambo yote inazingatiwa makusudio. Wewe kusudio lako 3, Mungu aseme moja. Nyinyi mnanielewa Kiswahili au mnielewi? Mambo yote inazingatiwa nini? Nia. Wewe nia yako kuacha ngapi? Alafu shehe anakuambia hiyo ngapi? Hesabu hiyo hakuna, unaweza wa Masai tu. Asalamu alaykum. Inshallah.